ana imani na anaipenda nchi yake ni kuwa na uzalendo, ni kuisema vizuri ile nchi yake. Lakini miongoni mwa sifa nyingine kuonyesha kwamba mtu ana uzalendo wa sawasawa ni pale ambapo anapokuwa anaweza kuihifadhi nchi yake, anaweza kuilinda nchi yake. Kinyume chake ni kwamba ikiwa mtu atakuwa anashindwa kuihifadhi nchi yake, anashindwa kuhifadhi mji wake anaokaa, mtaani kwake, pengine pale kwenye kitongoji chake, anashindwa kuhifadhi, maana yake mtu huyu amekosa kitu kinaitwa imani. Miongoni mwa sifa ya mtu kuwa na imani ni kuweza kuhifadhi pale ambapo anapoishi, iwe ni katika nchi, iwe ni katika wilaya, iwe ni katika mkoa, mahala popote pale ambapo Muislamu anaishi, ahakikishe ya kwamba watu wanapata salama kutokana na yeye. Ndio maana katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume anasema almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi. Muislamu aliyekuwa sawasawa, almuslimu, ulama wanasema imekuja alif na lamu lilkamali, Muislamu aliyekamilika sawasawa. Man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi, ni yule ambaye wanasalimika watu pale ambapo wanaishi kwa mkono wake na kwa ulimi wake. Ukitaka kumjua mtu ni Muislamu wa sawasawa na ana imani ya sawasawa, mtazame, je, watu wanasalimika kwa ulimi wake? Je, watu wanasalimika kwa mikono yake? Ukiona watu hawasalimiki kwa ulimi wake, kwamba yeye anatukana watu, yeye anatukana pengine kitongoji chake, anatukana mkoa wake aliotoka, pengine ni Mnyamwezi au ni Mjigwa, anatukana alipotoka, ujue mtu huyo Uislamu wake una mashaka, kwa sababu watu hawasalimiki kwa ulimi wake na kwa mkono wake. Kwa hiyo kipimo cha kujua mtu kama ana imani ya sawasawa ni pale ambapo akawa na uwezo wa kuhifadhi nchi yake, akawa na uwezo wa kuhifadhi mkoa wake, wilaya yake, kitongoji chake anachoishi. Na ukimwona mtu anashindwa kuhifadhi, mtu huyo imani yake ina mashaka na Uislamu wake una mashaka. Lakini miongoni mwa alama za kuonyesha kwamba mtu ana imani ya sawasawa, za kuonyesha kwamba mtu ana uzalendo wa sawasawa, ni pale ambapo mtu akawa na uwezo wa kuweza kulinda ile amani inayopatikana pale mahala anapoishi. Yani ukimwona mtu anailinda ile amani ya mahala anapoishi, kwenye kitongoji, pengine kwenye mkoa wake, kwenye wilaya yake, kwenye nchi yake, ni ishara ya kuonyesha kwamba mtu huyu ana uzalendo. Na kama ana uzalendo, tafsiri yake ni kwamba mtu huyu ana imani ya sawasawa. Na ukimwona mtu yeye ndio anapelekea kuvunjika kwa amani mahala, tafsiri yake ni kwamba mtu huyu amekosa uzalendo. Na akikosa uzalendo, maana yake amekosa imani, kwa sababu Mtume anasema hubbul watani minal imani, kuipenda nchi yako ni katika imani. Kitu ukiwa unakipenda hauwezi kukiharibu kwa vyovyote vile. Kitu ukiwa unakipenda hauwezi kukiharibu mahma kana, iwe itakavyokuwa. Hata kama unajua mapenzi yana kawaida moja, yani mtu akipenda kitu, hata kama mwanamke ukiwa unampenda sana, anaweza akawa na makengeza, wewe utamuona analembua kwa sababu unampenda. Pengine ni chongo, wewe utamuona analembua kwa sababu una mapenzi naye. Na ikiwa una mapenzi na nchi yako, iwe itakavyokuwa, kwa vyovyote vile utakuwa unaihifadhi ile nchi yako isiweze kuingia kwenye maharibiko. Kwa vyovyote vile utakuwa unaizungumza vizuri ile nchi yako kwa sababu unaipenda. Kwa hiyo mtu akiwa na mapenzi ya kweli na nchi yake, maana yake ana uzalendo, na akiwa na uzalendo ana imani. Kwa vyovyote atakuwa anailinda ile nchi yake kwa sababu anaipenda. Na ukimwona mtu anaiharibu ile nchi yake, maana yake mtu huyu amekosa uzalendo na amekosa kitu kinaitwa imani. Ndugu zangu, hakuna tunu, hakuna kitu cha thamani
tunachokimiliki kwenye maisha yetu kama kitu kinaitwa amani. Hakuna kitu tunakimiliki kwenye maisha yetu cha thamani kama kitu kinaitwa afya. Hakuna kitu tunachokimiliki cha thamani katika maisha yetu kama kupata uwezo wa kwenda kwenye mizunguko yetu, tukafanya biashara, tukafanya kazi, tukapata mkate wetu wa kila siku. Iko kitu kina thamani kubwa sana. Asikwambie mtu yoyote. Ikiwa una uwezo wa kutoka ukaenda kuwatafutia wanao mkate wa kula, ugali ama ubwabwa, wakaja kula nyumbani, brother, hicho kitu kina thamani kubwa, mfano wake hakuna. Kwa sababu kuna baadhi ya nchi iko kitu hakipatikani. Ukienda Sudani iko kitu hakipatikani, lakini sisi tuna uwezo wa kutoka tukaenda kutafuta, tukawaletea wanetu wakala. Maana yake iko kitu kina thamani kubwa sana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, niongee kwa evidence kidogo, maana siku hizi kila ukiongea watu wanakuambia kuna dalili. Watu wanataka dalili siku hizi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika moja maneno yake aliwahi kusema, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yule ambaye atakayepambazukiwa hali ya kuwa ana amani kwenye kibanda chake. Ulama wanafasiri wanasema fi sirbihi, unaweza ukaifasiri kibanda, manake sio nyumba nzuri, kibanda. Unaweza ukafasiri pengine kibugobugo, pengine katika lugha ya Kizaramo mnaweza mkanielewa. Ukipambazukiwa hali ya kuwa una amani kwenye kijisehemu chako unachoishi, hata kama ni dhaifu, lakini umeamka hali ya kuwa una amani. Kisha Mtume akasema muafa fi jasadihi, kisha ukaamka hali ya kuwa una afya katika kiwiliwili chako. Indahu qutu yaumihi, kisha mtu huyo akawa anacho chakula cha kukila siku yake hiyo, yeye na wanaye. Mtume anasema fakaannama hizati lahu dunya bihadhafiriha. Ukiwa na mambo haya matatu, una amani, una chakula chako cha kukila wewe na wanao, una afya katika mwili wako, Mtume anasema kana kwamba umekusanyiwa dunia na vilivyomo ndani yake. Ndugu zangu, masiku kadhaa nyuma yaliyopita, miezi 4-5 nyuma iliyopita, sisi mashekhe tulikuwa tunahubiri sana kitu kinaitwa amani. Na nyinyi Waislamu ni mashahidi kwamba sie tukaitwa chawa, sie mashekhe tukaitwa chawa, tuliitwa majina hayo, bali ikafika kiwango tukadhihakiwa kwamba mashekhe bwana hawana PhD. Na baadhi ya Waislamu nao wakaingia kwenye mkumbo huo, wakaanza kuwadharau mashekhi wao wanaohubiri kitu kinaitwa amani bila ya kujua. Lakini kilichokuja kutokea Oktoba 29, kila mmoja hapa alikuwa anajua mashekhi walikuwa wanamaanisha kitu gani. Kila mmoja anajua alikokuwa hapo, na kama mtu atakuwa hajui, huyo mtu akili zake inatakiwa akapimwe ili akazamwe kuwa ana akili sawa sawa au hana. Tulichokuwa tunakipigia makelele ndio kile kilichokuja kutokea Oktoba 29. Tulikuwa hatutaki kitokee kile. Tulikuwa tunaona, tulikuwa tunajua nini kitakuja kutokea. Ubaya wa Waislamu ni kwamba wakati fulani wanadharau wale viongozi wao kitu ambacho wanachowaambia. Unajua, siku moja niliwahi kuambia, mtu wa kawaida akiongea huwa anaongea kitu kinaitwa communication, mazungumzo ya kawaida tu ya maneno ya mtaani. Lakini kiongozi wa kidini akiongea anaongea kitu kinaitwa communion. Maana yake ni mazungumzo ya kiroho. Unaona kwenye Kiingereza kama maneno mawili yanataka kufanana hivi, communication na communion, lakini maneno mawili tofauti. Communion maana yake ni mazungumzo ya kiroho. Kiongozi wa dini akiongea
maana yake anazungumza mazungumzo ya kiroho, anakuwa anaeleza Mwenyezi Mungu anasema nini na mtume anasema nini kwenye jambo hilo. Mwenyezi Mungu hawezi kuongopa wala mtume hawezi kuongopa, lakini Waislamu wengi wakiwaona mashekhe wanaongea wanaona jamaa yule atakuwa chawa. Sio chawa. Mashekhe wanapozungumza kuna vitu wanakuwa wanaviona kutokana na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa tuliyaongea sana, jamani, amani, 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 jamani, acheni jamaa, msiandamane jamaa, msifanye hivi jamaa. Kilichokuja kutokea, kila mmoja hapa anajua nini kimetokea katika nchi yetu. Tulikaa ndani wiki moja, wiki moja. Maisha yalikuwa magumu, ilikuwa ni dhiki juu ya dhiki. Mkate wa 1000 ukawa unauzwa 10,000. Sehemu ya kwenda kwa 2000 unaambiwa 40,000. Yale ndiyo maisha ya kukosa kitu kinaitwa amani. Sisi tuliyajua yale. Ndiyo maana kabla tulikuwa tunawaonya watu wetu, kwa sababu tulikuwa tunajua kwamba nini kinaweza kutokea amani ikitoweka. Mwisho wa siku watu wamekufa katika nchi. Sasa kitendo kile cha mashehe kuzungumza, lengo lake ilikuwa ni kuhifadhi miji yetu. Lengo lake ni kuonyesha uzalendo katika nchi yetu, juu ya kwamba tunatofautiana katika baadhi ya mambo, lakini kamwe hatuwezi kuiharibu nchi yetu kwa sababu ni uzalendo. Kipimo cha imani ni kuipenda nchi yako, hauwezi kuiharibu. Yaliyotokea Oktoba 29, wengi wetu tulikuwepo hapa msikitini wakati yale mambo yanaanza. Mimi nilikuwepo hapa, tuliyaona wakati yale mambo yanaendelea, na katika maeneo yaliyoathirika ikiwemo Ikawa Road, eneo letu la Kinondoni, kila mmoja alikuwa anashuhudia. Wakati machafuko yanaendelea, tulikuwa tumekaa hapa nje tunashuhudia kinachoendelea kule nje. Kila mmoja aliona yale. Yale ni matokeo na madhara ya watu kukosa kitu kinaitwa imani. Ni matokeo na madhara ya kukosa kitu kinaitwa imani. Wakati yale ya Oktoba 29, kabla hajatokea palizuka makundi mawili. Kundi la kwanza lilikuwa linasema amani, lilikuwa ni kundi la mashehe. Wao wanasema jamani, amani, hata kama kuna mapungufu katika nchi yetu, lakini jamani, tukaeni chini turekebishe mapungufu, lakini tusiharibu amani ya nchi yetu. Msimamo wa mashehe ulikuwa hivi. Kulikuwa na kundi ambalo lilikuwa likahamasisha vijana waingie barabarani, tukakinukishe, tukafanye uasi, tukapindue serikali. Kulikuwa na kundi hilo, lengo kupigania haki. Mashehe akasema haki haipiganiwi katika mtindo huo. Kilichokuja kutokea jamani, kila mmoja amekiona. Yale yalikuwa ni maono ya mashehe, walikuwa wanajua nini kinakwenda kutokea. Sasa ajabu ni kwamba wale waliokuwa wanawahamasisha watu waingie barabarani na waende wakafanye vurugu, waende wakaharibu amani, waende wakaharibu mali za watu, waende wakaharibu miundombinu, ndio wale tena wanakuja kuituhumu serikali kwamba imefanya kitu kibaya cha kuua watu. Wale waliohamasisha, wakati sisi tunawaambia watu jamani, msiende kufanya. Mimi moja ya aya yangu nilikuwa naipenda kuizungumza, na nimeizungumza mara kadhaa kwenye membari hapa. Niliwaambia ile aya, Balqis wakati anaabudia jua yeye na watu wake, Suleimani aliletewa taarifa na hudihudi kwamba bwana, kuna sehemu panaitwa Saba, kuna malkia anaabudia jua na watu wake. Suleimani akatuma ujumbe uende Saba kwa Balqis kwamba anamtaka aje kwake hali ya kuwa ameslimu. Balqis alipopokea ujumbe ule kutoka kwa Suleimani, akawaita mawaziri wake, jamani, tumepokea ujumbe kutoka kwa Suleimani. Suleimani anatutaka tuende kwake hali ya kuwa tumeslimu, tumeingia katika Uislamu. Mnaonaje jambo hili? Wale mawaziri wa Balqis wakawa wanamwambia, kwa nini bwana?
Sisi tuna serikali yetu, tuna nguvu zetu. Kwa nini twende kwa Suleimani kwa amri yake? Yeye nani bwana? Balqis akawaambia mawaziri wake, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adhilla. Balqis anawaambia mawaziri wake ndani ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu anayanukuu maneno yake, anawaambia mawaziri wake, hakika ya wafalme, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha, wafalme wenye mamlaka, wenye cheo, wenye vyeo, wakiingia mahala wakitaka kufanya uharibifu bwana wanaweza. Waja'alu a'izzata ahliha adhilla, wale mnaowaona nyinyi wana vyeo ni watukufu wanaweza kuwafanya ni wadhalilifu. Wakadhalika yafalun, hivyo ndivyo wanavyofanya. Aya hii nilikuwa nairudia sana wakati ule kabla ya kutokea Oktoba 29. Nilikuwa ninawaonya watu kwamba msicheze na dola. Sasa wakati nyinyi mnawaonya watu msiingie barabarani, huko kuna kundi la watu linawachochea watu waingie barabarani wakafanye vurugu. Mwisho wa siku wale waliokuwa wanawachochea watu wakafa, leo ndio wale wanakuja kuilaumu dola tena. Kwa nini imefanya vile? Mnaona hizi ideology mbili zinavyotofautiana. Yaani wao lengo lao ilikuwa ni kuwapeleka watu wakapate madhara. Si lengo letu ilikuwa hapana, watu wasiende kupata madhara, ndio lengo letu. Na walillahi alhamdu, mimi sikupata kisa hata kimoja hapa kama kuna muumini wangu yoyote pengine kapata madhara, kwa sababu mimi naamini walinielewa sana, naamini hivyo. Sikupata kisanga hata cha mtu mmoja katika waumini wangu pengine akaingia barabarani akaenda akafanya vurugu akapata madhara, sikupata. Walielewa sana, lakini wale lengo lao ilikuwa ni kuwalazimisha watu wakafanya vurugu na mwisho wa siku wakafanikiwa. Lakini kilichowapata sasa leo ndio wale wanakuja kuwaona serikali umefanya kitu cha aina mbaya. Waislamu, tunapohukumu mambo tuhukumu kwa uadilifu. Tunapohukumu mambo tuhukumu kwa uadilifu. Pointi yangu na nukta yangu ya msingi, hubbul watani minal iman, kuipenda nchi yako ni katika imani. Pigia msari hapo, tuwe waadilifu tunapohukumu. Yale yaliyokuwa yanafanyika na kila mmoja ameyaona kwa macho, mimi nimeyaona na nyie mliokuwemo humu ndani mmeyaona. Hivi mnadhani kama yale mambo yangeachiwa, kituo chetu cha mwendo kasi tumekiona, tumeshuhudia kikichomwa, tumeshuhudia kile kikichomwa, tumeshuhudia vituo vya polisi vinachomwa, tumeshuhudia maduka ya watu Kinondoni yamevunjwa, tumeshuhudia ATM pale mbele Manyanya imevunjwa, tumeshuhudia vituo vya mafuta Lake Oil pale mbele Biafra kimevamiwa, kimechomwa moto. Hivi mnadhani yale kama yangeachiwa bila ya kudhibitiwa, hii nchi leo ingekuwa wapi? Yale kama yangeachiwa, wale watu ndio waachiwe wafanye wanavyotaka, yani lengo lilikuwa waachiwe wafanye wanavyotaka, mnadhani nchi leo ingekuwa wapi? Hivi kile kikundi cha watu wachache kilichokuwa kinaingia barabarani na watu milioni 65 waliobakia, yani watu milioni 65 wapate madhara kwa sababu watu 1000 wako barabarani. Tunapohukumu tuhukumu kwa uadilifu. Yani lengo ilikuwa waachiwe wafanye wanavyotaka au lengo ilikuwa ni nini? Sasa wale waliowachochea leo wanaanza kuiona dola mbaya. Sie wakati tunasema msiende, tuliitwa chawa, tuliitwa hatuna PhD. Leo watu wamekufa, inaonekana serikali mbaya. Lengo lenu lilikuwa ni nini kama sio kuwafanya vijana waende wakafe? Tunapohukumu mambo tuhukumu kwa uadilifu. Amani ni tunu wa Islam. Yani ikiondoka hii mikusanyiko yote hii haiwezi kuwepo. Nakumbuka mimi Ijumaa tumeshindwa kuswali hapa. Nilitoka Tegeta, kutoka Tegeta mpaka hapa nilitumia 60,000 kwa bodaboda, 60,000 kunitoa Tegeta mpaka hapa. Na nimekuja hapa nafika njiani na sasa mufti ametangaza Ijumaa hakuna. Tumeshindwa kuswali Ijumaa hapa. Mliokuwepo mnakumbuka. Tulishindwa kuswali Ijumaa hapa. Sasa Waislamu, tunapohukumu mambo tuhukumu kwa uadilifu. Hubbul watani minal iman.
Kuipenda nchi yako ni katika imani. Wale waliokuwa wanahamasisha Oktoba 29 watu wakayafanya yale, hakuna hata mmoja mtoto wake aliyeguswa hata na wembe, hakuna. Nyie ni mashahidi hapa, sio wengine tumetukanwa katika mitandao kila ina matusi. Wale ambao waliokuwa wanahamasisha watu waingie barabarani, hakuna hata mmoja, mdogo wake, mjomba wake, wala mwanaye aliyeguswa hata na kiwembe. Tafsiri yake ni kwamba wao familia zao zilibaki salama, ila familia za maskini na mafukara ndio waliotoa kafara waende wakafe. Tafsiri yake iko hivyo. Tunapohukumu mambo tuhukumu kwa uadilifu. Tunapozungumza kitu kinaitwa amani, tuelewane. Tunatofautiana katika baadhi ya mambo, na inawezekana kuna baadhi ya vitu haviko sawa, lakini hatuwezi kuharibu nchi. Yani rudi kwenye hadithi ya Mtume, hubbul watani min al-iman, kuipenda nchi yako ni katika imani. Huwezi kuharibu nchi. Tukae chini tuzungumze, wapi kuna mapungufu, wapi tunakosea, turekebishe wapi, lakini sio katika mtindo wa kuvuruga amani. Tena mbaya zaidi, kuna watu wanakuwa wana ajenda za kisiasa. Zile ajenda za kisiasa huwa wanashindwa kuzipush ajenda zao, wanapitia mlango wa nyuma kuzipush ajenda zao, kuwataka watu wengine waingie barabarani ili wao waweze kufanikiwa kwenye ajenda zao. Sasa unapoiharibu amani kwa ajenda yako ili wewe uwe mtu fulani, sio jambo la sawa sawa, wala Uislamu hautaki kitu kama hiko. Na uongozi huwa haulazimishwi kwa kuwalazimisha watu wakafe. Kwamba ingieni barabarani mkaandamani tupindue serikali tuchukue hivi niwe kiongozi. Hapana. Uongozi ni amana ambayo Mwenyezi Mungu anaamua kumteua anayetaka kumpa amana hiyo. Uongozi ni amana. Mwenyezi Mungu anamteua anayetaka kumpa amana hiyo, sio kwa kulazimisha kwa watu wengi barabarani waende wakaandamane watu wafe. Kwa hiyo kilitoweka kitu kinaitwa amani Oktoba 29. Sasa baada ya kutokea yale na amani ikatoweka na yakatokea yale yaliyotokea, hekima na busara ilibidi iundwe tume. Hapa nipaguse kidogo, hapa nipaguse mahala nyeti sana. Hekima na busara ilibidi iundwe tume ya kuchunguza kile ambacho kilichotokea Oktoba 29. Tume iundwe kwa mujibu wa kile kilichotokea Oktoba 29. Tanzania ni nchi huru, yani huwezi kulazimisha itoke tume nje ije kutuchunguza wa Tanzania. Hatujafikia bado kwenye kiwango hiko, yani hatujafikia bado kwenye kiwango hiko, kwa sababu kabla ya kutazama ulipoangukia, tazama ulipojikwaa ni wapi. Kila mmoja anajua sosi, sababu ya yale yaliyotokea, sababu ilikuwa ni nini. Kila mmoja anajua, hakuna mtu asiyejua. Hata mtoto mdogo ukimuuliza hapa anajua sababu ya kutokea yale yaliyotokea ilikuwa ni nini. Watu walihamasishwa kwenye majumba ya ibada, watu walihamasishwa katika vijiwe mbalimbali, watu walihamasishwa kwenye mitandao, lengo waende wakavuruge amani katika nchi. Very clear, jambo liko wazi, wala halihitaji mjadala. Hivi hili nalo utahitaji mchunguzi kutoka nje aje kuchunguze? Yani utahitaji tume kutoka nje? Ikaundwa tume ya kuchunguza kilichotokea. Tume uzuri wake ni kwamba imewapata watu waliokuwa weledi sana katika mambo, yani wana sifa. Huwezi kumtoa hata mtu mmoja ambaye hana qualification katika wale, yani huwezi kumtoa hata mtu mmoja ambaye hana qualification katika wale. Kila mmoja ana vigezo vya kuwemo katika tume. Wote ukiwatazama CV zao ni kubwa, wana haki ya kuwepo katika tume. Kwa mfano, ungewatoa wale, ungemweka nani katika nchi hii? Wale kina Jaji Chande kwa mfano, unawatoa wale kina Agustino Ramadhani, unawatoa wale, unamweka nani kwamba ndio wawepo katika tume? Tume ikafanya kazi yake, na baada ya kufanya kazi yake ikaleta ripoti ya kile kilichotokea.
Sasa ajabu ni kwamba wale ambao waliokuwa wanawahamasisha watu wafanye vurugu Oktoba 29 ndio wale tena wamekuja mbele wanaipinga tume, kwamba wanasema tume haikufanya sawasawa, tume haikufanya uadilifu, tume yenyewe imeundwa kimchongo. Yani wale waliokuwa wanawahamasisha watu waingie barabarani ndio wale wamekuja tena mbele kutia tena hamasa kwa watu ili ionekane tume haina uhalali, tume haiko sawasawa. Ya jamaa, lengo ni nini? Kwani tuliyasema haya kabla ya kutokea, leo yametokea, mnarudi tena nyuma, mnaanza kuiona serikali ni mbaya, tume ni mbaya. Lengo lenu ni nini katika nchi? Ndugu zangu, kiuhalisia tume imekabidhi ile ripoti kwa rais na wameeleza dondoo zao na yale ambao wamekutana nayo, wameeleza pale, na wameeleza mapendekezo baada ya yaliyotokea Oktoba 29, mapendekezo yao wameeleza pale, na hakuna kipengele hata kimoja ambacho wamekiacha. Unapolazimisha tume itoe ripoti kwa mtazamo wako, hiyo haiko sawa sawa, hiyo inakuwa haiwezi kuwa sawa sawa. Yani kuna mtu analazimisha tume itoe ripoti kwa mujibu anavyotaka yeye, kwamba alowahamasisha polisi wapige risasi alikuwa ni nani. Swali tutakuuliza, alohamasisha watu waingie barabarani kwenda kuharibu miundombinu alikuwa ni nani? Wewe unahoji kwamba alohamasisha watu polisi waende wakapige watu risasi alikuwa ni nani? Alohamasisha watu kuingia barabarani kwenda kuharibu amani ya nchi, kuharibu miundombinu, mali za watu, mmechoma vitu, ni nani? Tuanze na yule kwanza. Kabla ya kuangalia tulipoangukia, tuangalie tulipojikwaa wapi. Kwa hiyo ushauri wao ni mzuri, mimi nakubaliana nao, lakini nakubaliana nao kwanza tuangalie alosababisha ni nani. Kama sio wao wanaoikataa tume, wao ndio walosababisha. Sio wakati tunasema mlituona chawa, leo yametokea mnaona tena sio haki, tume haifanyi haki, mnataka ifanye mnavyotaka nyinyi. Tunataka tumjue alowahamasisha polisi ni nani. Kwani wale walioingia barabarani walihamasishwa na nani kuingia barabarani? Sasa kwa mantiki hiyo, serikali ili ifanye uadilifu katika hili, ianze kushughulika na wale wote waliokuwa wanahamasisha watu kwenda kufanya vurugu. Maana hayakuwa maandamano, yalikuwa ni vurugu. Serikali ianze kushughulika na wale kwanza. Klipu zipo, matamko yapo, watu walitoa waraka katika nchi, waraka za kila aina zilitoka. Watu walitoa kauli kwamba tutakinukisha, tutapindua serikali. Kauli zipo, serikali ianze na hao sasa. Kama ikiwa wao wanataka kujua kwamba nani katoa amri ya wale kupigwa risasi, kwanza tuanze na nani alihamasisha wale kuingia barabarani, kisha ndio tuje kujua sasa nani kaamrisha polisi kupiga risasi wale watu. Alafu tujiulize swali, je, wale watu ilibidi tuongea jamani acheni, jamani acheni, jamani watu, jamani, ndio ilibidi iwe hivyo? Ya jamaa, kaifa tahkumun, tunahukumu vipi haya mambo? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kilichotokea katika Oktoba 29 ulikuwa ni uvunjifu wa amani na kuharibu nchi yenyewe, taswira yake ndio ilikuwa lengo. Lakini kwa hekima na busara, serikali ikaunda tume kwa lengo la kuchunguza na ikaja na majibu. Sasa ni wajibu wetu sisi kama Waislamu, narudi kwenye pointi yangu ya msingi, ni wajibu wetu sisi kama Waislamu, ni wajibu wetu sisi kama Waislamu kuiunga mkono ile ripoti ya tume, kwa sababu wale ambao wanaipinga ndio wale waliokuwa wanahamasisha, ndio wale waliokuwa wanahamasisha kwamba nendeni, fanyeni hivi, chomeni vituo, fanyeni hivi. Brother, tunapigania haki, kweli tunapigania haki. Hivi mimi niwaulize swali, wewe unapigania haki, dukani kwangu mimi unafuata nini? Yaani unapigania haki, dukani kwangu mimi kuja kuiba unafuata nini? Unapigania haki, ATM kwenda kuvunja, unakwenda kutafuta haki gani pale?
Unapigania haki, kwenda kuchoma mwendo kasi, imekukosea nini ile mwendo kasi? Unapigania haki, vituo vya mafuta unakwenda kuchoma, vimekukosea nini vile? Unapigania haki, wale kwenda kupiga kura unawakata vidole, wamekukosea nini wale? Pigania haki yako. Mbona unakwenda kwenye mali ya mwingine? Mbona unakwenda kwenye mali ya umma? Waislamu leo tunavyozungumza, Kinondoni hakuna mabasi ya mwendo kasi. Kinondoni hakuna mabasi ya mwendo kasi Kinondoni. Kuna baadhi ya maeneo tulikuwa tushapiga hatua, tuko mbali, yaani kero za usafiri tushaondokana nazo. Leo tumerudi miaka 50 nyuma kwa sababu ya ujinga wa watu wachache wanahamasishana, tukafanya vurugu, wanakwenda kuharibu miundombinu ya nchi. Hasa leo wanapata tabu waliokuwemo na wasiokuwemo. Yaani kuna mtu yeye hafungamani na upande wote, leo anapata tabu kwa sababu ya ujinga wa watu wachache. Au unapigania haki, imekukosea nini kituo cha polisi? Mtu anakwenda kuchukua moto, anakwenda kuchoma kituo cha polisi. Kimekukosea nini kituo cha polisi? Kwa hiyo tunapohukumu haya mambo, tuhukumu kwa uadilifu, tupime kwenye mizani kwamba hali ingeachwa hivi ingekuwaje? Hali ile ingeachwa, Waislamu leo tunavyozungumza hapa tungeongea mengine, wallahi thumma wallah. Na lengo la kuwekwa kwa serikali duniani kote, lengo la kuundwa serikali ni kusimamia raia na mali zake pamoja na kulinda nchi, ndio lengo la serikali. Yaani wewe haiwezekani ukaona watu wanakuja wanachoma miundombinu, wanaiba mali za watu, wanafanya kadha wa kadha, alafu serikali ingekuwa imekaa, jamani acheni, jamani acheni. Yaani serikali haingekuwa, hakuna maana ya kuwepo na serikali. Hakungekuwa hakuna maana ya kuwepo na serikali. Tulishuhudia hapa Kinondoni wakati polisi wanawatawanya watu kwa mabomu ya machozi, wao wanakwenda Mkwajuni, nyumba inatokea kundi mtau, wanakuja wanachoma moto pale. Yaani hali ilifikia hivyo, ilifika kiwango mabomu ya machozi yakawa hayafai tena. Polisi wanakwenda huku, nyuma wanarudi wanabomoa ATM. Mimi nilikuwepo hapa, nilipanda juu gorofani, nikawa natazama picha nzima, nilikuwa naiona. Mlitaka serikali ifanyaje Waislamu? Mlitaka ifanyaje Waislamu? Haya, watu wanatoka wanakwenda kwenye maduka ya watu Kariakoo. Hivi mnadhani kwa mfano watu wangeachiwa waingie Kariakoo, hali ingekuwaje kwenye mali za watu? Kungekuwa na maana ya kuwepo kwa serikali? Ndugu zangu, tuhukumu kwa uadilifu. Hubbul watani min al-imani, kuipenda nchi yako ni katika imani. Ikiwa wewe huipendi nchi yako, una upungufu wa imani. Sisemi kwa nchi ipo sawasawa, imekamilika kwa 100%, la. Inawezekana tuna matatizo yetu, lakini yale matatizo hayawezi kutupelekea kuibomoa na kuiharibu nchi yetu. Ndugu zangu, katika haya yanayoendelea, kuna kitu ambacho watu wengi hawakijui. Unajua, mwanzoni wakati rais anaingia, kila mmoja anajua wimbo uliokuwa unaimbwa, mama anaupiga mwingi, mama anaupiga mwingi. Ulikuwa ndio wimbo, kila mmoja anajua. Baadaye ajenda ikabadilika. Watu wakawa wanataka sasa nafasi, na kila mmoja anajua kilichokuwa kinaendelea hapo. Watu wakawa wanaitaka nafasi. Mwanamke huyu au mama huyu ambaye ukianza kuhesabu yale aloyafanya kwa hao wanaomtukana na wanaohamasisha nchi iharibike, hayana mfano wake. Yaani hayana mfano wake. Ukianza kuyahesabu hayana mfano wake. Siku moja mimi niliwahi kuambia hapa, yaani ukianza kuhesabu pesa ambazo mama alitoa kwenye taasisi nyingine za dini nyingine, siseme dini gani, taasisi ya dini nyingine, ni billions of money. Billions of money mama alitoa. Hakuna Muislamu hata mmoja alilalamika katika nchi hii. Hata mmoja, hakuna alilalamika. Hakuna. Tulikuwa tunaona ni sehemu ya uongozi kuhudumia jamii ya watu wa aina fulani. Tuliona hivyo. Lakini tuliona kuna baadhi ya watu walikuwa wamechafua nchi hii katika baadhi ya maeneo, wakakimbia. Mama akawarudisha, na kesi wakafutiwa, kesi za aina mbalimbali akawarudisha.
Hakuna mtu yoyote anayelalamika. Tuliamini ni sehemu ya uongozi, mama anatengeneza reconciliation, maridhiano, kwamba tuishi kwa amani jamani, nchi yetu tuijenge kwa pamoja. Na ndio maana mmoja ya vitu ambavyo mama aliingia navyo, cha kwanza kabisa ni kufanya reconciliation, maridhiano. Jamani, wapi tumekosea, wapi tumepatia, tukaeni chini tutengeneze. Ndio ilikuwa slogan yake ya mwanzo. Alikuja na fuara, lengo lake ni kuileta nchi pamoja. Kuna watu wakapewa hela, walikuwa nje ya nchi, rudini, wakapewa hela wakarudi. Kuna wengine wakasaidiwa mambo mbalimbali, wakarudi hapa, tukawa tunaishi kwa amani. Baadaye wakachange mtazamo, wale waliosaidiwa ndio hao tena wataka kuharibu nchi kwa ajenda za udini, kwa ajenda za kisiasa. Lengo ni kuharibu nchi. Sasa hili sio jambo la sawasawa, hili sio jambo la sawasawa. Na kwa mtu mwenye mzani wa akili iliyokuwa sawasawa, akipima anaweza akajua kwamba hapa lengo ni nini. Yaani imefika mahala sasa hivi watu wanavyotaka urais katika nchi wako tayari kupoteza uhai wa mtu wautake urais. Yaani wako tayari. Yaani inawezekana Waislamu wengi wakawa hawajui. Yaani wako tayari yule mama aondoke hata leo watu wapate urais katika nchi. Lengo ni urais tu. Kwa sababu wanaona pengine kuna maslahi yao hayapatikani, pengine kuna ajenda zao haziendi, pengine kuna kitu fulani, pengine kuna jambo fulani. Kwa hiyo wako tayari aondoke hata leo kwa namna yoyote ile ili wao wakalie katika kile kiti. Na ndio maana katika moja ya sabotage, Waislamu wengi hawajui hiki kitu. Katika moja ya sabotage zinazofanywa katika nchi hivi sasa, yani ukitazama hakuna nukta hata moja unayoweza ukasema kwamba hapa serikali pengine haifanyi kitu kinaitwa maendeleo. Sasa hivi mgao wa umeme imekuwa ni issue katika nchi yetu. Sasa hivi hata mimi nipo kwenye grupu ya TANESCO, TANESCO ukiandika message sasa hivi, jamani umeme umekatika, kwanza wanakujibu on the spot pale pale, na haikatizi dakika 5 washafika nyumbani kwako, au dakika 30 washafika nyumbani kwako. Shida nini? Wanakuja wanarekebisha. Yaani kuna baadhi ya huduma zimerekebishwa. Leo ukienda Muhimbili tofauti na ilivyokuwa. Kila mmoja hapa ni tulipotoka na tulipo leo, kuna maendeleo makubwa yamepigwa. Tuhukumu kwa uadilifu Waislamu. Tunapohukumu haya mambo tuyahukumu kwa uadilifu. Na ndio maana ajenda imekosekana ya kumwangusha huyu mama. Ajenda iliyobakia tu Oktoba 29 watu wamekufa. Sasa hivi uweze kumsikia mtu anaongea habari serikali ifanye kitu fulani. Ukizungumzia habari ya barabara inajenga kila mahala, habari ya hospitali kila mmoja anajua, habari ya elimu tushatoka huko sasa hivi, maana kuna watu wanadigrii wako mtaani mpaka ajira zenyewe hakuna. Kwa hiyo ajenda zimekosekana. Sasa hivi watu wanatafuta ajenda ya kutembea nayo tu. Tutembea na ajenda gani? Oktoba 29. Aliwapiga risasi ni nani? Kwani alihamasisha wale waingie barabarani ni nani? Sasa ukifuatilia kiini, wale waliohamasisha yale ndio hao wanaoendelea nao sasa hivi. Hao wana ajenda yao, kuna kitu wanakitafuta. Na katika moja ya vitu ambavyo hamvijui, sabotage inayofanywa sasa hivi, mpaka yale maendeleo ambayo huyu mama anayafanya hayasemwi. Usemo ukweli japokuwa mchungu, tuhukumu kwa uadilifu. Yaani mpaka yale maendeleo yanayofanywa na huyu mama hayasemwi. Mimi wanaenda Zanzibar mara kwa mara. Zanzibar ya miaka 10 nyuma iliyopita sio Zanzibar ya leo Waislamu. Sio Zanzibar ya leo. Nenda kule Zanzibar kaitazame Zanzibar ilivyo. Nenda kamtazame yule Mwinyi kazi anayofanya. Tembea, tazama barabara, tazama majengo, tazama huduma za afya, tazama elimu, tazama masoko. Nenda katembee kule utaona. Njoo hapa, tazama hali inavyokwenda. Tusipoyasema haya taonekana hatuna uadilifu. Yaani watu kazi yao kutafuta ajenda. Oktoba 29, lengo waiharibu nchi, sio mengine. Leo mama mazuri yake yanakuwa hayasemwi. Kwa sababu gani? Ukitaka kumuua paka mpe jina baya. Na tena hapa niseme kitu. Hapa kuna kitu nataka niseme kidogo. Kuna watu
wengine ni wateule wa rais, wako ndani ya serikali mule na wenyewe nao wanamsabotage mama, wako mule ndani wanamsabotage mama. Yani kuna mtu kazi yake ni kumsemea mama, kumfanya awe connected na raia, kwamba mama anafanya kadha, lakini wale watu hawafanyi kile kitu. Ukitaka kujua kuna sabotage inafanywa, mpaka wengine wateule wa rais wako mule ndani. Bali ukienda mbali zaidi, kuna wengine wapo humo ndani ya chama, nao wana malengo yao ya uraisi. Unaona shida inapokuja hapo? Wakati kiongozi wa nchi anapambana nchi ipate maendeleo, kuna watu akili yao wanawaza uraisi. Kwa hiyo kwenye ishu ya maendeleo huko hawasemi wala hawafanyi. Bali kuna wengine wako na mikakati kabisa ya kumuondoa huyo mama mwenyewe asiwepo. Mikakati kabisa, watu wanapanga, tufanyeni hivi huyu mama atoke. Yani kuna mtu anaona kusubiri uchaguzi anaona tabu. Yeye anaona njia ya shortcut hapa ni tumuondoe huyu mama ili niweze kupata uraisi, au mimi nitakuwa mtu wa aina fulani. Sabotage katika nchi imefikia kwenye kiwango. Inawezekana wewe ukawa haujui, lakini nchi kwa hali inavyokwenda, yani imefika mahala sabotage mpaka ndani ya serikali. Bali imefika mahala hata watu wa vyama wenyewe na wenyewe vile. Yani watu wanawaza uchaguzi tu, mimi niwe fulani. Kwa hiyo mama amekuwa kama vile yuko peke yake, yuko mpweke, hana wa kumsemea. Yani amekuwa kama vile yuko mpweke, hana wa kumsemea. Lakini kimsingi kuna mazuri yanayofanywa katika nchi, ila hayawezi kusemwa, isipokuwa watu lengo lao ni kuchafua amani ya nchi, ni kuiharibu amani ya nchi. Sasa jambo hilo linakuwa haliwezekani. Kwa sababu humu ndani kuna watu wanapenda siasa, kuna watu hawapendi siasa. Kuna watu wanaabudu dini fulani, kuna watu hawana dini. Kwa maslahi yako wewe ya dini yako, usitake kuwaharibia wengine ambao hawaabudu kwenye dini yako. Kwa maslahi yako ya kisiasa, usiharibu watu wengine ambao hawana interest za kisiasa. Kwa nini uwaharibie wale wengine maisha yao? Hubul watani minal iman, kuipenda nchi ni katika kipimo cha imani. Ndugu zangu, sisi kama Waislamu ni wajibu wetu kuhakikisha tunaishi kwa amani. Ni wajibu wetu kuhakikisha tunailinda nchi yetu kwa wivu mkubwa. Tunailinda nchi yetu kwa wivu mkubwa ambao hauna mfano wake. Na lau tukiacha hii nchi tusilinde, Waislamu, tutaiharibu sisi wenyewe kwa mikono yetu na tutakuwa hatuna wa kumlaumu. Leo tunayaongea haya tunaonekana chawa. Lakini ipo siku watakuja, watafanikiwa hao, wataiharibu nchi. Mtakuja mtayakumbuka haya maneno tunayoyaongea, haya tunayoyasema haya, mtakuja mtayakumbuka kwamba bwana mashehe zetu walituambia haya. Watakuja kufanikiwa wale, kwa sababu wanachokifanya wanawa brainwash watu taratibu, wanawaingiza fikra zao wanazotaka wao taratibu, wanawaingizia fikra zao. Mwisho wa siku na wewe utaingia kwenye fikra yao, na wewe utaingia kwenye mkubwa wa kuiharibu nchi yako. Wakifanikiwa kwenye hilo, nchi hii itakuwa haina amani tena, na ikishakosa amani tushakuwa rumwage, maisha yashaharibika. Itakuwa ni too late Waislamu, tushachelewa. Tuliyaongea haya kabla yakatokea, mmeyaona, tunarudia tena kuyaongea. Lipo genge la watu lenye dhamira mbaya ya kuendeleza yale yaliyotokea Oktoba 29. Wapo watu wana nia hiyo, wamekaa, kazi yao ndio hiyo. Sasa hivi wana provoke watu kwenye mitandao. Ukiingia kwenye TikTok, kwenye Instagram, kwenye YouTube, kwenye WhatsApp, magrupu yameundwa kuprovoke watu. Wengine ikataeni tume, sio halali, waraka zinatoka, mara sisi tunakwenda mahakama ya kimataifa. Unampeleka nani mahakama? Raia gani ambaye yuko tayari anataka kiongozi apeleke mahakama ya kimataifa? Hiyo ni interest yako binafsi, sio maana unapozungumza mimi. Maana kuna baadhi wa Tanzania tunakwenda mahakama ya kimataifa kufanya nini? Mlihamasisha watu wakaingia, nyinyi ndio wahusika wa kwanza. Kwa hiyo ndugu zangu, hubul watani minal imani, kuipenda nchi ni katika imani.
Mimi naunga mkono yale ambayo tume waliokuja nayo ya kuhusu maridhiano, na nyinyi Waislamu hapa ni mashahidi. Mimi nakumbuka baada tu ya kutokea yale yalotokea, mimi nilikuwa mtu wa mwanzo hapa nilipokaa kuzungumza ishu ya maridhiano, reconciliation. Mimi nilikuwa mtu wa kwanza. Hata mkiingia kwenye YouTube ipo video yangu kamili, nilikuwa mtu wa mwanzo kushauri tuingie kwenye reconciliation, kwenye maridhiano. Mimi nilikuwa mtu wa kwanza, na nikaeleza serikali nini wanatakiwa wafanye. Moja tutakufanya ni kufanya maridhiano, na maridhiano haya sio na wanasiasa. Maridhiano haya sio maana kuna kikundi cha siasa katika nchi chenyewe kinajiona ndio kina legitimacy ya kuongea lolote. Kuna kikundi cha siasa katika nchi chenyewe kinajiona ndio kama kimebeba Tanzania nzima, yaani wanachokitaka wao ndio kiwe. Haiwezekani maridhiano kuwa hivyo. Yaani hatuwezi kufanya maridhiano na chama fulani cha siasa, haiwezekani. Maridhiano yafanyike baina ya serikali na raia wake. Raia wapo kwenye makundi tofauti, dini tofauti. Kuna viongozi wa dini wakae kwenye tume au kwenye kamati ya maridhiano, dini fulani, dhehebu fulani wakae. Kuna viongozi wa kimila wakae, itengenezwe timu ya maridhiano kuona wapi tulipokosea, turekebishe wapi, twende mbele. Watilka alayamu nudawiluha baina nnas, yale yashapita tayari, hatuwezi kurudi kule. Sasa kuna watu wanalazimisha turudi kule Oktoba 29. Hilo haliwezekani, tumeshajifunza. Yaani hapa kuna hata mtu mmoja sasa hivi utamhamasisha inge barabarani kwenda kuandamana hapa, hamna hata mtu mmoja. Na mimi naunga mkono tume waliposema ile Oktoba 29 iingie kwenye kumbukumbu, kwamba kila mwaka kuwe na siku maalum ya kuikumbuka ile siku. Mimi naunga mkono ile, kwa sababu hivi vizazi hivi watakuwa wanaonyeshwa, jamani kulitokea mwaka hapa Oktoba 29, kuna watu walihamasishwa wakaingia, watu wakafa. Kama unavyoona 1994 Rwanda genocide, mauaji ya kimbari ya Rwanda, kila mwaka kuna siku yake maalum. Wale Wanyarwanda na Wahutu na Watusi mpaka leo hawataki kupigana wale. Kwa nini? Walihamasishwa wakapigana wakauana. Leo huwezi kusikia Mtusi wala Mnyarwanda ataka kupigana, kwa sababu anakumbuka kilichotokea 1994. Na mimi naunga mkono ile siku ya Oktoba 29 iwekwe kwenye kumbukumbu, vizazi vije vijifunze, na wale waliohamasisha wale nao majina yao nao yaandikwe, kwamba kulikuwa na mtu fulani alihamasisha, mtu fulani alihamasisha, mtu fulani alihamasisha, ili vizazi wajue kwamba kuhamasishwa kwenye jambo ambalo halina msingi unakutana na madhara ya aina makubwa. Kuna methali yangu moja mimi nilikuwa naisema, man dakhala fi ma la ya'nihi laqiya ma la yurdihi. Nyie mnaikumbuka hii methali? Atakayeingia kwenye jambo lisilomuhusu atakutana na mambo yasiyomridhisha. Maneno haya nilikuwa nikiyasema kila kukicha. Siku watu wanakwenda kupiga kura, mimi usiku wake hapa nilisimama wakati wa swala Aisha, kama mnakumbuka, nikamwambia Waislamu, kesho watu wanakwenda kupiga kura. Ukimaliza kupiga kura, nenda nyumbani kapumzike. Man dakhala fi ma la ya'nihi laqiya ma la yurdihi. Atakayeingia kwenye jambo lisilomuhusu atakutana na mambo yasiyomridhisha. Niliongea maneno hayo wakati ule. Haya, wale walioingia si walikwenda kukutana nayo. Kwa hiyo mimi naunga mkono ile siku iwekwe kwenye kumbukumbu. Kila mwaka vizazi watakuja kujua kwamba nchi hii paliwahi kutokea siku watu walihamasishwa wakafanya vurugu na watu wakafa na wengine wakapata ulemavu. Lakini kikubwa zaidi ni maridhiano. Tukae chini, turidhiane, tuone wapi tumepatia, wapi tumekosea, tujenge nchi yetu, twende mbele. Right or wrong, this is our country. Hata kama itakuwa mbaya, sisi ndo wa Tanzania bwana, sikwambie mtu. Hata kama nchi itakuwa mbaya,
Unaona pengine kuna mitaro huko inatoa maji machafu, unaona kuna hiki akiendi sawa, unaona pengine mtu anafanya ufisadi, pengine kiongozi katika nchi. Right or wrong, this is our country. Yani iwe nzuri au mbaya, hii ndio nchi yetu. Tusikubali kuibomoa nchi yetu hata kidogo, tusikubali hata kidogo. Maendeleo haya mnaoyaona leo ni mchakato, brothers and sisters. Mtu ambaye kazaliwa Kinondoni ambaye leo ana miaka 60, ukimuuliza miaka ya 60 barabara hii akawa road ilikuwaje, atakwambia maisha yalikuwaje. Atakwambia maisha yalikuwaje. Leo tunasali katika taa kwenye feni kama hivi. Ukimwambia mtu miaka ya 60 atakwambia walikuwa wanasali na kandili msikitini. Kandili, ni watoto wamzijui kandili. Wazee wanazijua kandili. Yaani ni taa ambazo zinawashwa kwa kupampu hivi. Ndio miaka hiyo ilivyokuwa. Maendeleo ni mchakato. Tukirudi nyuma hali itakuwa mbaya. Kwa hiyo tukae chini turidhiane. Sasa watakaokataa maridhiano, maana kuna baadhi ya watu hawataki maridhiano. Wanasema tume hiyo imeundwa kimchongo, hatuitaki, hatuikubali, hawataki. Kama hawataki wale waachwe. Mimi ushauri wangu sasa, kama wale hawataki, wale waachwe. Yaani haiwezekani watu milioni 65 waharibike kwa kikundi cha watu wachache. Wale waachwe, wakirudia kufanya tena uasi wao, serikali ichukue hatua. Serikali imewekwa, lengo lake ni kutulinda sisi na mali zetu tuwe salama. Haiwezekani watu wanaharibikiwa, serikali ikakaa inaangalia hii. Haiwezekani. Moja ya kazi ya serikali ni kulinda raia na mali zake. Duka langu mimi linavunjwa pale, polisi wanatazama. Haiwezekani. Usivunje duka hilo yaani kama upo Unguja, usivunje duka hilo usivunje. Haiwezekani bwana. Hata wewe nyumbani kwako akiingia mwizi, brother, akiingia mwizi utapambana naye. Hata wewe nyumbani kwako akiingia mwizi utapambana naye. Kwa vyovyote vile utapambana naye. Na mwizi akija kuiba nyumbani kwako kajipanga kwa mawili. Ima akuue, ima umuue. Mawili anakuja nayo mwizi, anakuja kuiba. Na watu wakiwa wamejipanga kwenda kuharibu mahala, wanakuja kwa mawili. Ima wakuue wewe, ima wewe ndio ufanikiwe kuwaua. Kwa nini hamjaona askari kwa wamekufa kwenye zile vurugu? Si askari wamekufa? Kwani wale sio watu? Mbona hawasemi kwa askari nao wamekufa? Waseme askari pia wamekufa. Sasa haiwezekani haya mambo yakawa tukisema onekana wala wamekuacha wamegiwa pesa. Kwa pesa gani, brothers and sisters? Yaani kwa pesa gani mpaka waseme kwamba kapewa pesa yule? Hapana. Ikiharibika hiki tunaharibikiwa wote. Tumeharibikiwa hapa, kuna mtu alibaki salama. Kwa hiyo mimi naunga mkono tume, na sie kama Waislamu tuiunge mkono tume. Na moja ya njia kuiunga mkono ni kuingia kwenye maridhiano. Tusikubali kurudishwa kule Oktoba 29, sio mzozo, sio maandamano, sio kadha, haiwezekani. Tusikubali kurudi kule. Na lengo hapa, unajua hawa watu nao wana akili zao. Unajua wakati nyinyi wanawahamasisha mfanye hivyo, wao huku nyuma wanafanya negotiation huku. Unajua hawa nao wana akili hao. Unajua hawa nao wanataka begi. Vijana wanasema begi. Unaweza kumkuta mtu atoka mbele anaongea hatutaki tume, hatutaki hivi. Kumbe analazimisha watu wamuite chembe, bwana chukua bilioni hii. Yaani na huo na mpango huo nao wanakuwa hapo nao. Kwa hiyo msiwaamini sana hawa watu wanaokuja kuhamasisha habari ya tume hatuitaki, sio habari ya maandamano, sio tufanye hivi. Hawa watu msiwaamini sana. Wanakuwa na mipango yao ya begi na wenyewe hawa watu. Kwa hiyo tuingie kwenye maridhiano, tuiunge mkono tume kwa sababu ya kutengeneza nchi yetu na kutangaza mustakabali mpana wa hawa watu wetu hawa. Na ndio Uislamu unavyotuelekeza kwamba makundi mawili yakitofautiana, basi litokee kundi liwapatanishe wale wawili. Kundi moja likikataa lipigwe vita. Huo ndio Uislamu unaelekeza hivyo. Kwa hiyo kama kuna kundi linakataa islahi, liwekwe pembeni. Sie kama Uislamu hatuwezi kukataa kufanya islahi, ndio Uislamu unavyotuelekeza. Kwa sababu Mtume alifanya sulhu Hudaibiyah, alifanya mkataba, aliingia mkataba, alifanya maridhiano baina yake yeye na wasiokuwa Waislamu. Kwa nini kuna baadhi ya watu hawataki? Hawa wana ajenda yao. Na ajenda yao haikutimia. Lengo lao litimie lakini haikutimia. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa mwingi wa rehema, zile dua zetu tulizokuwa tunaimba
tulizokuwa tunasoma, Mwenyezi Mungu alitusikia. Tuliomba dua sana nchi hii isiingie kwenye machafuko. Wallahi Mwenyezi Mungu alitusikia. Lau kama ingekuwa imeingia kwenye machafuko, mpaka leo nchi hii ingekuwa iko pabaya. Mpaka leo iko pabaya. Mpaka leo iko pabaya. Lakini wallahi jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, huyu mwanamke, huyu Mama Samia, wallahi kama sio mwanamke, maamuzi yake anayoyafanya kama sio mwanamke. Yaani namna baadhi, kuna dhehebu hapa lilimtingisha, kuna dhehebu lilimtingisha huyu mama, lakini yule mama akawa imara na akaonyesha kwa yeye ni rais wa nchi. Alionyesha na bado anaonyesha kwa yeye ni rais wa nchi. Tusiache kumwombea dua. Tusiache kumwombea dua, kwa sababu anaishi kwenye misukosuko mikubwa. Yaani mnavyoona hii yote ni mipango tu, watu wanataka kumfanya asiwe comfortable kwenye kuongoza nchi. Ndio unaona wanamprovoke huku, wanafanya hivi, wanamfanyia hivi, wanamlisha maneno haya, wanaongea hivi. Lengo wanamprovoke asiweze kuongoza vizuri nchi. Lakini mama yuko jasiri, yuko imara. Tumuungeni mkono, tumuombeeni dua kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atuvushe salama hiki kipindi. Tukivuka salama hiki kipindi, waje wengine nao waongoze. Alafu tuone hao wengine nao watakaokuja hali itakuwaje. Lakini tusikubali kuingia katika mfumo wa watu wanavyotaka wao. Tukubali kuiunga mkono tume, tuingie kwenye maridhiano, na yale yote ambayo tume imeyapendekeza serikali yafanyie kazi. Yote serikali yafanyie kazi. Na mimi niliongea, nakumbuka wakati ule kuna watu wamepata madhara katika machafuko yale, serikali iwatazame. Na rais kaongea uzuri wake kwamba serikali itawatazama wale ambao mali zao zimepotea. Rais kasema watatazamwa. Yaani kimsingi ni kwamba mama amejibu yale yote ambayo tume imependekeza, isipokuwa sasa hivi kuna issue ya maridhiano. Kwa hiyo tukubali kuingia kwenye maridhiano na tuiunge mkono tume, lakini pia tuiunge mkono serikali. Tusiingie kwenye dema. Narudia tena, tusiingie kwenye mkumbo wa watu wanavyotaka wao. Wanatulazimisha tuingie wanavyotaka wao. Isije kuwa kama ile, tusikubali. Tunawazindua mapema